kuna utafiti pia umefanyika kwamba vijana wengi wa kike na wa kiume hawataki kuoa na hawataki kuolewa. Utafiti umefanyika, vijana wengi wameanza kuona ugumu kuingia kwenye ndoa. Nadhani kwa sababu ya maisha magumu na mazingira kwa pengine yamebadilika. Wito wangu vijana wenye umri wa kuoa na kuolewa waingie kwenye familia, kwa sababu taifa bora linajengwa na msingi wa familia bora kwenye ndoa. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, kumekuwa na mjadala kuhusu sheria ya ndoa dhidi ya takwa la kulinda haki za watoto. Na ukisikiliza mjadala ni kwamba sheria ya ndoa inaruhusu watoto wale ambao wanatafsiriwa kwamba ni watoto kuolewa kwa idhini ya wazazi au idhini ya mahakama. Na kulishakuwa kuna kesi hapa imefunguliwa na wanaharakati, dada mmoja ndio Rebecca June alifungua hiyo kesi mpaka mahakama ya rufani, na mahakama ya rufani iliagiza kwamba serikali ifanye marekebisho ili kuruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa na miaka 18 kwenda juu. Sasa kumekuwa kuna mjadala mrefu wa muda mkubwa sasa kwamba kwa nini sheria hii pengine haifanywi kazi mapema. Mimi nimesoma sheria na nimesoma sheria ya ndoa vizuri sana. Katika sheria hapa nchini zinazohitaji umakini mkubwa wa kuzifanyia marekebisho ni sheria ya ndoa ya mwaka 71. Kwa nini? Sheria ya ndoa ya Tanzania ilivyoundwa mwaka 71 ilizingatia mahitaji ya makundi mengi sana. Ilizingatia mahitaji ya makundi ya kijamii, watu wa dini, watu wa mila pamoja na sheria mbalimbali. Kwa hiyo ukitaka kuifanyia marekebisho ni lazima haya makundi yote yapate nafasi ya kutosha ya kutoa maoni yao, kwa sababu msimamo kuhusu ndoa katika jamii zetu kwa mila na desturi haufanani na mtazamo wa mila na tamaduni za baadhi ya dini. Dini za Kiislamu, wa Kristo, mtazamo wao kuhusu ndoa haufanani. Mtazamo wa mila na desturi, Tanzania ina makabila zaidi ya 120. Yako makabila mtazamo wao kuhusu ndoa haufanani na kabila jingine. Kwa ukitaka kufanya mabadiliko ya sheria ya ndoa ni lazima haya makundi yote yapate nafasi ya kutosha ya kutoa maoni yao ili tufikie makubaliano, consensus, juu ya sheria gani sasa itungwe na bunge kukidhi matakwa ya kila kundi. Na ndiyo maana mnaona kumekuwa kuna mjadala wa muda mrefu, hili jambo lifiki mwisho, mikoa na makundi mbalimbali wanaendelea kutoa maoni. Ingekuwa sio ugumu huo, mimi naamini serikali ingeshafanya marekebisho muda mrefu sana. Lakini niseme tu kwamba jambo hili la sheria hii ya ndoa kuhusu umri wa kuolewa ni jambo kubwa, sio jambo dogo. Likifanywa kwa pupa na papara linaweza kuzua mjadala mkubwa na kuvunja amani ya nchi yetu. Ushauri wangu mimi kama mbunge, kama kiongozi na kama pia mwanasheria, jambo hili tuliendee kwa tahadhari. Jambo hili tuliendee kwa taratibu. Lisifanyike tu kwa sababu ya harakati. Tupeane muda, kila kundi mawazo yake yasikilizwe na kuwa na sheria bora. Ndio ushauri wangu.